Tangu kukamatwa kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo yani Chadema, kumekuwa na sintofahamu, mivutano na misuguano ndani ya chama chake, lakini pia hata kwa watu wanaomzunguka ambao ni wa nje ya chama chake. Sasa ukipita kwenye kurasa tofauti za wanachama wa chama hicho, utaona wamepublish video tofauti zikionyesha vurugu ambazo zimekuwa zinatokea tangu mwenyekiti wa chama chao kukamatwa. Mfano ni leo hii ambapo chama hicho walikuwa wamepanga makamu mwenyekiti wa chama hicho na wafuasi wa chama hicho walikuwa wamepanga kuongea na vyombo vya habari huko mkoani Songea, ambako walipanga kuhitimisha ziara ya chama chao mkoani huko, lakini kwa bahati ambayo kwao inaonekana bahati isiyo njema, mkutano huo na waandishi wa habari ukawa umezuiwa. Lakini pia na kwa upande mwingine walipanga kufanya mkutano wa kufunga hiyo kampeni zao za no reform no election kwa ukanda wa kusini, ambako walipanga kufunga leo hii, na yenyewe pia ikawa imezuiwa. Sasa ukipita mtandaoni utaona wamepublish video tofauti ambazo zinaonyesha mivutano baina yao. Sasa kuna mtu anaitwa Hilda Newton ameandika hivi: hawa polisi wa Samia ni takataka. Umeona? Imagine wamemkuta mwenyekiti wa Bavicha Taifa Advocate Mahinyila anazungumza na watu wa Songea mjini waliokuwa eneo ambalo wanapaswa kufanya mkutano. Hakuna fujo yoyote ile. Watu wametulia, wanasikiliza nondo. Wao wamefika tu na kuanza kumfanyia fujo bila sababu. Sasa hapa ameweka video ambayo inaonyesha watu hao wakiwa wanavutana na kusukumizana kwa sababu jeshi la polisi limezuia mkutano huu usiendelee, na wala maandalizi ya mkutano huu yasiendelee, lakini wao wanaendelea kwa makusudi kabisa, wanaendelea kufanya hivyo. Lakini Chadema wamekuwa wakilalamika mitandaoni kwa hicho ambacho kinatokea. Sasa mwenyewe huyu Deogratias Mahinyila anaandika hivi: nazungumza na wananchi wa Songea mjini ambao wamekusanyika uwanjani ambako tunapaswa kufanya mkutano wetu leo. Polisi wamekuja kutufanyia fujo uwanjani licha ya kwamba tuna kibali cha kufanya mkutano katika uwanja huo. Nimewauliza barua yao ya zuio iko wapi? Hawana majibu. Lakini pia ukipita kwenye ukurasa wa makamu mwenyekiti wa chama hicho ambaye anaitwa John Heche, naye pia John Heche ameandika hivi, ameandika kwenye ukurasa wake wa X zamani Twitter, ameandika hivi. John Heche ameandika maneno machache sana, ameandika tutashinda. Umeona, ameweka picha ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwenye hiyo page yake ya X zamani Twitter. Kwa hiyo ameandika tutashinda. Umeona? Lakini pia akaandika tena John Heche mwenyewe akaandika tena, hakuishia tu hapo kuandika tutashinda, akaandika hivi: chini ya uongozi wa Rais Samia, mwenyekiti Mbowe alifunguliwa kesi ya uongo ya ugaidi ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Leo tena mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu anafunguliwa kesi ya uongo ya uhaini ambayo hukumu yake pia ni kunyongwa. Msimamo wa chama chetu ni kuendeleza mapambano ya no reform no election. Hakuna kurudi nyuma na tutashinda. Haya ni maneno ya John Heche ambayo ameandika kwenye ukurasa wake wa X zamani Twitter, kuelezea hali halisi ambayo inaenda au inatokea ndani ya chama chao. Kwa hiyo tusubiri hichi kipindi kitakuwa na mambo mengi sana ndani ya chama chao, kwa sababu kumekuwa na mnyukano wa wenyewe kwa wenyewe ndani ya chama hicho, kwamba kuna wanaokubaliana no reform no election, lakini kuna kundi la G55 ambao wao wanapingana na hiyo no reform no election na kutaka chama chao kiende kwenye uchaguzi. Kwa hiyo nikusihi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usikae mbali na kufuatilia mtandao wa kijamii, uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare taarifa hizi ziwafikie wengine wengi. Chao. Unapigania
Jamani wa Tanzania nchi inauzwa. Jamani, hivyo hivi viongozi msiende kuongea pembeni, muongee hapa tusikie. Na bado mapambano yataendelea. Hakuna mtu Ndugu zangu watu wa Songea, uoga wenu ndio umaskini wenu. Vitisho vinavyoendelea lengo lake ni kwamba usije kuzungumza mambo yanayohusu taifa lenu. Mkutano huu ni mkutano wa kisheria. Mkutano huu tuliwaandikia polisi barua ya taarifa ya mkutano huu, na tunayo, na mpaka sasa hakuna barua yoyote ya kutuambia mkutano huu usifanyike. Sasa tunashindwa kuelewa haya yanafanyika.